Leo tumekuwa tuna ziara katika kata ya Rulenge nikiwa na mheshimiwa diwani wa kata ya Rulenge, Mheshimiwa John Fabian, lakini vile vile tukiwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Rulenge, kaka yetu Majengo. Na lengo la ziara ilikuwa ni kwa ajili ya kuja kuangalia maendeleo mbalimbali ambayo yanafanyika katika kata yetu ya Rulenge, miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa na hatua zilizopo, kuweza kuangalia baadhi ya changamoto katika kata ya Rulenge. Tumeanzia katika barabara ya kutoka Nyarutiti kwenda kule Murulama, lakini vile vile tukaenda kwenye zahanati ya Rulenge, tukaangalia vile vile mpango wa ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Nyanzari, tukaangalia vile vile ujenzi wa shule ya sekondari Goyagoya, tukarudi tumeangalia shule ya sekondari ya Mubusoro, na mwisho wa siku tumemalizia hapa katika ujenzi wa chuo cha ufundi stadi VETA Rulenge. Tumeangalia vile vile barabara ya kutoka pale kufika huku, kutoka kule Ngaraoili pale Munjebwe kufika mpaka huku kinapojengwa chuo cha VETA. Mimi ninachoweza kusema ni kwamba mimi kama mbunge nimeona na nimejua katika kata ya Rulenge wapi tulipo na vitu gani ambavyo ni changamoto. Nimefanikiwa kuona ni kwa namna gani ambavyo tunahitaji kuweka nguvu kubwa sana katika kuishawishi serikali itengeneze barabara ile ya Nyarutiti, kwa sababu mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba kuna eneo ambalo hakuna mawasiliano kabisa. Hakuna mawasiliano eneo la barabara kwa sababu ile barabara yote imesombwa. Kilichopo ni shimo tu ndio ziko pale. Kwa hiyo wananchi wakalazimika kuomba kwa mwananchi mwingine eneo lake la shamba ili barabara iweze kupita kule. Kwa hiyo unaona kwamba kuna namna ambavyo serikali inahitaji kuongeza nguvu katika maboresho ya miundombinu katika kata ya Rulenge, hata jimbo zima la Ngara, lakini barabara kiukweli ni changamoto. Tumeona vile vile jinsi ambavyo tuna jengo zuri la zahanati ya Rulenge, ambalo jengo kiukweli ukiangalia hadhi lilionayo panahitajika kuwa na kituo cha afya pale. Na ni kwa bahati mbaya kwamba kuna watumishi wawili pekee katika ile zahanati, na hata tulivyoenda tumekuta kuna watu ambao wanasubiri kupatiwa huduma kwa sababu hakuna mtu aliyepo anayetoa huduma, ni mtu mmoja yuko likizo, na yule mwingine akirudi likizo huyu naye ataenda. Kwa hiyo wananchi wa pale katika ile eneo wataendelea kupata huduma kutoka kwa mtu mmoja. Sasa unaona kwamba ni changamoto. Tuna facility nzuri kubwa kabisa kama ile, lakini bahati mbaya hatuna watumishi. Vifaa vipo, kuna vingine viko store, vingine bado vinaendelea kuja, lakini bahati mbaya ni kwamba hatuna watumishi. Kwa kama serikali ikiweka watumishi pale katika ile zahanati, naamini nguvu itakuwa kubwa na tutaenda katika level ya kuita kituo cha afya, kwa sababu facility nadhani facility zinaruhusu. Kwa hiyo tutaendelea kuishawishi vile vile serikali iweke watumishi pale katika ile zahanati, ili wananchi wetu wa Rulenge na lile eneo wapate huduma za afya katika maeneo ambayo ni jirani. Na mimi nitajitahidi kuzungumza na maeneo yanayohusika kwa ngazi ya halmashauri, lakini vile vile kwa ngazi ya wizara, ili kuweza kuhakikisha kwamba ile zahanati inakuwa na watumishi wengi kwa ajili ya kuweza kumudu kutoa huduma kwa ile jamii ambayo inazunguka eneo hili. Lakini tumeenda na mheshimiwa diwani na mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, tumeona ni kwa namna gani ambavyo wananchi wa pale Nyanzari wao wako tayari kwa ajili ya kujenga zahanati yao, na tayari wameshaanza kukusanya baadhi ya vifaa ili kuweza kujenga, angalau kusimamisha boma, ili serikali na yenyewe iweze kuendelea pale. Na mimi nimesema nitafika pale wakati wananchi wanakusanya vile vifaa, na mimi nitafika pale kwa ajili ya kuhamasisha, ili ile nguvu ya wananchi iendelee kufanyika, na tutaendelea kusaidia katika maeneo mengine kuhakikisha kwamba tunatafuta wadau ili angalau tusimamishe ile boma, alafu baada ya pale serikali iweze kufanya panapokuwa pamebakia, ili kuweza kuhakikisha wananchi wa Nyanzari na wenyewe vile vile wanakuwa wanapata huduma za afya katika kitongoji chao pale. Na tulivyotoka pale tumeenda pale, nimeona vyumba 4 vya madarasa, maboma 4 ya madarasa ambao wananchi wa Goyagoya wameyasimamisha wao wenyewe. Kwa hiyo kilichobaki pale ni serikali sasa iweze kuja kuendeleza pale palipoishia, kwa sababu wanafunzi wa ile eneo wa sekondari wanaenda umbali mrefu. Ndomba
kwenda mpaka huku Muganza kwa ajili ya elimu ya sekondari. Lakini kama serikali ikifanya bidii ama jitihada za kumalizia lile jengo angalau yale madarasa 4 ambao wananchi tayari wameshaanzisha, kwanza itapunguza umbali wa wanafunzi kwenda kupata elimu katika maeneo mbali, itakuwa pia ni salama kwao, kwa wanafunzi wenyewe, lakini vile vile itaongeza motisha kwa wananchi kwamba tulichokianzisha serikali imekuja kufanya nini, imekuja kumalizia, ili hizi nguvu za wananchi wanazozifanya basi tuone kwamba angalau serikali na yenyewe inathamini zile nguvu za wananchi ambazo wanazifanya. Tumejionea vile vile shule ya Murusoro, shule ya sekondari Mubusoro, tunashukuru kila kitu kiko sawa. Ni changamoto tu ndogo